siku ya leo Mungu tunaiweka mbele zako kwa sababu Baba umetupatia nafasi hii hata Baba kuja kukuabudu asubuhi ya leo Mungu wetu. So our Father, we come before you Jehovah with full heart before you Jehovah, with us desiring to know you more, with heart desiring to be filled by you Jehovah God. So this morning our Father, we call upon your name Jehovah God, that our Father may come down this day. Thank you for giving us this opportunity even to come back to our churches Jehovah God. Father, we return all the glory and praise to you because you are the one who has done it for us Jehovah. So as we come before you this morning, Father, open our hearts before you, O God. Open our minds before you. Open everything unto you, O Jehovah, that Father may be found worthy before you. We may be found worthy before you, O Jehovah. Let your blood of Jesus wash us clean this morning. Let the blood of Jesus cleanse us, O Jehovah. That Lord God, as we call upon your name this morning, Father, may receive our praises. Father, may receive our thanksgiving, Jehovah. Father, may receive all honor because you are worthy. Baba, tunakushukuru, pokea sifa na utukufu. Tukiombea hata wengine ambao wako Jehova, wengine pengine wako hospitali ni wagonjwa. Mungu wetu tunawaombea Mfalme, hasa tukikumbuka taifa la India Jehova. Mungu wetu tunakumbuka wapendwa wale Jehova. Kuna Wakristo pale Jehova. Kuna makabila tofauti Jehova. Mungu wetu tunawakumbuka Mfalme. Uweze kuwakumbuka katika hali hii ya COVID Jehova. Asante Mungu maana sisi umetulinda. Tumeona mkono wako Jehova. Si kwa ajili tuko wema Jehova, bali ni kwa ajili ya upendo wako. Mungu tunakushukuru. Pokea sifa na utukufu Bwana. Tunapoanza ibada yetu ya leo, Jehova ndio kashuke Bwana. Tukakuone wewe Jehova, tukakusifu na kukuabudu maana wewe tu ndio Mungu. Asante kwa kila mmoja Bwana. Tuinue Jehova, tubariki na ukatutendee mema. Tujazilie Jehova mahali tumepungukiwa Jehova. Ili Mungu tukakuone wewe Mfalme. Pokea sifa na utukufu maana tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Shangilia Bwana, haleluya. Kama shangilia Bwana, haleluya. Ruka kidogo shangilia Bwana, haleluya. Ruka kidogo shangilia Bwana, haleluya. Haleluya. Amen. Leo tutaimba wimbo wa Bwana tukijua leo ndio Mungu akusikie sauti yako. Bali wewe unafichwa na vyombo. Leo acha kakuwe waziwazi. Amen. Kwa hivyo karibuni tuimbe ibada, tuanze ibada na furaha tukijua Mungu ako katikati yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati mzuri ambao Bwana ametupea kwamba tukaweze kuingia katika kipindi cha sifa. Ni kipindi kizuri cha kumtukuza Bwana na kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo karibuni zaidi, ni kwa sababu ya kipindi hiki cha sifa. I wish to welcome brother and sister here, kwa sababu kuna the worshipers are here and you are there. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes. Kama unajua kwa mwimbaji, please come here. Please come here, nitakuwa ni baraka. Hallelujah. Kwa hivyo wakati mzuri tukamwimbia Mungu, nitakuwa ni baraka. Are you ready to pray Jesus? Yes. Are you ready to pray Jesus? Yes. Are you ready to praise Jesus? Yes. Oh, hebu kwanza changamusha mwili wako. Changamusha mwili wako. Changamusha mwili wako. Changamusha mwili wako. We are going to pray Jesus. We are going to dance for Jesus. Maana Bwana ametupa uzima na uhai siku ya leo. Na anasema kwamba and ever living that has prayed, let it worship, let it praise God. Hallelujah. Amen. Are you ready now? Yes. Oh yes, glory to the name of the Lord. Tupige makofi. 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 Cheze Bwana. Cheze Bwana mahali popote ulipo. Cheza. 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 Haya, piga shangwe na vigelegele Bwana Yesu. Oh, yawe yawe
Inua mikono
useme ni Bwana. Useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Bwana. We inua mikono yako, useme ni Bwana. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono yako, useme ni Bwana. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Bwana. Useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Baba. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme aweza. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Bwana. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Bwana. Oh, useme ni Bwana. Oh, inua mikono, useme ni Bwana. Aweza, useme ni Bwana. Inua mikono, useme ni Bwana. Oh, useme ni Bwana. Oh, haya, inua mikono yako sasa. Inua mikono. Inua. Bariki. Haya, piga makofi ya juu. Twende. Makofi ya juu. 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 Makofi ya chini. Twende. Makofi ya chini. Makofi ya chini. Makofi ya chini. Haya, shangilia Yesu. Makofi. Shangilia vigelegele kwa Bwana. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Tunamwimbia Mesia. Oh, vigelegele, tunamwimbia Mesia. Vigelegele, tunamwimbia Mesia. Oh, vigelegele, tunamwimbia Mesia.
unaweza yote, hakuna jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu peke yako, kando yako hakuna mwingine. Oh, wewe ni Mungu, unaweza. Oh, wewe ni Mungu, pasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, pasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Oh, sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi, haufananishi Bwana, haufananishi na kitu kingine. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, pasua bahari, haufananishi Bwana, na kitu kingine. Sema haufananishi, na kitu. Sema haufananishi, na kitu. Sema unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Sema unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Sema unatoa faraja, mwanadamu hawezi. Sema unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Sema unatoa faraja, mwanadamu hawezi. Haufananishi Baba, Bwana unaweza. Oh, sema haufananishi Yawe, haufananishi na kitu kingine. Oh, sema haufananishi wewe, haufananishi na kitu. Oh, sema haufananishi Bwana, haleluya, na kitu. Oh, wewe ni Mungu haufananishi na kitu. Wewe ni Mungu unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Toa faraja, unafariji watu, unawezesha watu wako. Oh, unaweza. Magonjwa yaliyoshindikana na vifungo vinakamata watu. Baba unafungua. Unatia watu huru. Wewe ni Mungu. Wakati ambapo taifa limeshindwa, una Mungu. Unatoa suluhisho. Sadaka inuliwe na upewe sifa na ibada, maana ndiwe Mungu Bwana. Sema na watu wako siku ya leo, ponya magonjwa
unaweza. Nafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Fanya mambo makubwa zaidi. Mambo ya ajabu yasiyowezekana. Ponya magonjwa yote. Magonjwa yanayogopesha unaponya yote. Bwana unaweza. Uinuliwe na uabudiwe siku ya leo. Meponya maisha yetu mganga na yote. Ninaamini kama Jehova Mungu hatutarudi kama jinsi tulivyokuja. Kuna vitu vipya katika maisha yetu vinaonekana. Jina la Yesu Jehova. Jehova, we bless the name. You are holy and you are worthy. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunaliinua jina lako. Wewe ni Mungu ambaye unafanya mambo ya kutushangaza. Wewe ni Mungu unayesimama na sisi, mfalme wa ajabu. Wakati dhoruba imekuwa kali sana, mfalme, wewe ndiwe mfalme wa dhoruba Bwana. Na unaikemea na inatulia, mfalme, maana unatupenda Yesu wetu. Tunakutukuza, tunaliinua jina lako. Asante Bwana wa rehema nyingi, maana faraja zako Baba si kama za mwanadamu. Huruma yako Baba si kama ya mwanadamu. Bwana uishie milele. Uliona tumepotea, tumekuwa wachafu Baba, zaidi ukatuinua, ukatubariki, ukatuosha, ukatusamehe dhambi, ukatupumuta mavumbi na ukatusimamisha mbele zako, na ukasema wewe ni mtoto wangu. Bwana tuseme nini tena? Mfalme wa wafalme na Bwana wa rehema nyingi, pokea sifa na utukufu hata kwa ajili ya service ya siku ya leo. Ni service yako Bwana wa rehema, ni ibada yako mwana wa Mungu. Tawala kila mmoja wetu mfalme, hata wanaotusikia kwa mtandao ama hata wakati mwingine, mfalme wa ajabu. Bwana bariki kila mmoja wetu, tawala mawazo yetu, tawala maisha yetu, tawala mioyo yetu Bwana, kazi zetu na watoto wetu Bwana tunaiweka mikononi mwako. Ukabariki kila mmoja wetu mfalme, maana wewe ndiwe Mungu mwenye baraka zote. Tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakutukuza na kuliinua jina lako. Utukuzwe na uinuliwe mfalme. Asante kwa kuturudisha kanisani. Asante kwa kufungua makanisa Bwana. Watu wako warudi kwa nyumba yako, wakurudishie sifa na shukurani, na zaidi wafikie kutoka kwako. Unasema nini kuhusu hali hii Bwana? Unasema nini kuhusu wakati huu Bwana? Unasema nini kwa ajili ya kanisa wakati huu mfalme? Bwana tunanyenyekea miguuni pako, ukatufunze neno lako, ukatuhimize na kutu encourage. Mungu wetu na Baba yetu, pokea sifa na utukufu, maana yote ni yako na utukufu wote ni wako. Katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante sana praise and worship. Thank you so much. Asante sana nyote kwa kuja. Simjipigie makofi mahali ulipo. Hebu jipigie makofi. Amen. Wote mliokuja jamani, karibuni sana kwa ajili ya ibada leo yetu asubuhi. Kwa wale pia wako huko manyumbani kwa ajili ya mtandao pia tunawakaribisha. Just welcome to our service. Just want to welcome the bishop so that he can come and give us the word for today. Thank you, Bishop. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Makofi tafadhali. Makofi tafadhali. Poleni leo hatuna stima, lakini saa zingine ni vizuri wakati inakosekana. Kuna makanisa ambao hata kuimba hawawezi imba bila stima. Nashukuru kanisa hili, nguvu zetu zinatoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, na kwa hivyo whether there is power or not, whether there is equipment or not, we are ready to worship the Lord. Amen? Amen. So thank you so much for allowing the Holy Spirit to use you to lead us in praise and worship, and also everybody joining in. Biblia inasema patakapokuwa wawili watatu kwa sababu ya Yesu atakuwa pale. Kwa hivyo ujue Yesu yuko hapa. Amen. Na huduma ya Yesu akiwa duniani, he was preaching and teaching and healing people. So as I preach, as I teach, expect the touch of God in your life. Amen? Amen.
hivyo ukisikia kuna mtu anakupulizia, ujui ni nani, ujue ni Yesu. Amen. Ukifeel kuna presence ya mtu karibu na wewe, ujue ni Yesu. Amen. Hapa shetani hawezi ingia. Amen. Damu ya Yesu ishapatakasa na aliyetuokoa ametufungua. Amen. Na ametufunikia na presence yake na moto wake pia unatuzingira. Bwana asifiwe. Amen. Sitawahi sahau vile tulikuwa tunatoa pepo kule Kisii, msichana akatuambia anaona moto kwa countenance yetu. We were on fire. So in the spiritual realm, you are on fire, the devil cannot touch you. Amen. 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 Na wakushukuru sana kwa kufika siku hii ya leo. Kwa jina anaitwa Reverend Francis Gathege Githinji, na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Amen. Katika zile adverts ninazoweka kwa mtandao, ujumbe Mungu alionipa unaitwa In Pursuit of Your God Given Destiny. Amen. Destiny ni nini? Destiny ni ile plani ya Mungu ambayo ako nayo kwako. Amen. Ama namna gani? Kuna mambo ambayo Mungu huwa amemtengenezea mtu, lakini sana sana kwa sababu ya kupungukiwa kwetu, saa zingine ni dhambi, saa zingine ni ubinafsi, saa zingine ni kutokuwa na imani, inakuwa affected. Lakini siku ya leo nataka turejelee hilo jambo, ya kwamba wewe mwenyewe utamuomba Mungu akuweke katika destiny yake, katika plani yake. Amen. Saa zingine mnajua sisi wanadamu tunajiongozaga sana. Ukweli ulongo? Tunataka sana kumea mapembe kama zile ng'ombe za Wanyankole. Ng'ombe kichwa ni kidogo, pembe ndizo kubwa. Na ujumbe kama huu unatushurutisha sisi tunyenyekee. Tumwambie Bwana, tafadhali niongoze. Hata kama umejijengea mavitu zako na mipango zako, na unaogopa saa zingine kwa sababu ya ule ubinafsi, ule ubinadamu, unaogopa kumwambia Mungu niongoze, kwa sababu unaona atabomoa uto tu majengo twako. Lakini afadhali kutembea na yale Mungu amepanga. Hallelujah. And that is why you see many people in the Bible ambao tumepewa kama kielelezo, they were successful. And the Bible is there so that we can mirror. Biblia ni kama kioo. Unajiangalia na kioo kile. Ili mahali unaona kifungo haijaingia vizuri, unaweka vizuri. Napenda wanawake sana kwa sababu lazima wajiangalie kwa kioo. Sisi wanaume unaweza toka alafu uambiawe sijui kwani huku nawa uso. Huku jipaka mafuta. Mafuta ni mingi hapa kwa kichwa, hapa ni kidogo. Lakini the ladies are keen to shake in the mirror and see. Natengeneza nywele, anajiangalia, anajismailia kidogo, anarudi nyuma, hatoki hivi. Unakuta ndio huwa wanachelewa, na huwa wanatukasirisha sana. Wanachelewa kwa nyumba. Hachelewi kwa kupenda, anahakikisha ako sawa sawa. Sasa pia rohoni tuhakikishe tuko sawa sawa. Na nilikuwa nachurutishwa na Mungu mpaka nikachangaa. Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi, msiwe wa haraka kutoka Yerusalemu, mgoje. Imagine, ngojeni. Kwa sababu kuna nguvu inafanya nini? Inakuja. Kwa hivyo Biblia inatusaidia pia tugoje. Hallelujah. Hata saa hii gojea destiny ya Mungu. Wacha kukimbia kuolewa, kuwekwa mimba. Goja. Goja uozwe, goja tukule keki. Sasa wewe mbona hata uko na uchoyo, hata pilau hutaki tukule. Mchoyo tu. Unatanganywa kidogo tu ndio huyo umeenda, hata uambii mama, uambii baba. Napiga kona. Sasa hutaki tukule pilau.
Hai. Kitabu ya ndoa yangu niliyopewa na serikali haijawahi jazwa hata mtu mmoja. Kwa sababu wasichana wanaangalia hivi na chapa kona. Hata kusalimia mtu hawezi kukusalimia. Kwa sababu ya uchoyo, ubinafsi. Hata mzazi utaki hata akule hata kambuzi, aletewe kambuzi na huyo kijana. Utaki na amekulea na shida. Hutaki destiny ya Mungu kwako. We uchapanga. Uchachika kiguu na njia. Si uambie mtu niko na baba na niko na mama. Kama unanitaka twende. Amen. Ati unajua mimi sina kakitu. Tafuta sukari. Hakuna, kwani mtu hutakuliwa? Enda sema mimi nataka huyu msichana, hata kama sina kitu nitafanya kazi kwa bidii nitalete. Watakuheshimu. Bwana asifiwe. Amen. Destiny ni muhimu. Amen. Na vijana nyinyi mnachukua wasichana wa wenyewe. Please, shikeni adabu. Shikeni adabu. In pursuit ya God-given destiny. Nasoma Petero wa kwanza, mlango ni wa 2, mstari wa 9 na 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. The Bible says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Naomba unitumie kama chombo chako. Naomba nistahili kwa sababu ya neema tuliyopata kwa sababu ya kufa kwako msalabani. Presence yako iwe dhahiri. Nikihubiri, ponya watu wako roho zao, mioyo yao, miili yao, maisha yao, na zaidi destiny uliyowapangia. Tengeneza, tuponye Bwana wetu. Tuingie katika mpango wako madhubuti, kwa sababu mpango wako ndio wa muhimu kuliko mipango yetu ya kibinadamu. Utukuze mfalme mwema, katika jina kuu la Yesu naomba nikiamini. Amen. Hallelujah. Katika utangulizi nakumbuka mtu ambaye yuko katika 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Sijui kwa nini pia hii ni 9 to 10. Katika hicho kitabu the author sneaks in a small paragraph because of somebody special. And let me tell you, sisi watu wa mataifa hatuwezi kusema tulikuwa katika ile strategic plan ya Mungu. Wale watu walikuwa katika strategic plan ya Mungu walikuwa ni Wayahudi. Na aliwaita akitumia Ibrahimu. Bwana asifiwe. Na Ibrahimu pia aliokotwa kule Iraq. Kama vile pia wewe umeokotwa kwa kijiji yenu. Si Mungu ni mzuri jamani? Ukienda mahali nililelewa my friend, na Yesu ameniokota huko, na mtukuza na mshukuru. Amen. Kuna mtu alikuwa anaitwa Jabezi, na Biblia inasema he was more honorable than his brothers. Let me tell you, by coming to Jesus, God has made you more honorable than your brothers. He has chosen you. He has picked you. Kuna kitu Mungu anafanya akikutumia wewe. Na unaona huyu Jabezi, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel. Sasa huyu ni mtu ambaye alitaka
destiny yake itengenezwe na Mungu. That is why ninatanguliza na huyu Jabezi. Amen. Kwa sababu ukiangalia past yake ilikuwa ni ya uchungu. Hata jina yake, unajua kuna watu hata majina ile mama yako alikupea kwa sababu ya shida. Kuna mtu niliona anaitwa Mwehia. Mama yake alimpatia jina Mwehia. Nikaona ameua mtu. Ameua mwanamsichana bibi yake. Nikasema mtu kama huyo alifaa awe kama Jabezi, abadilishe jina yake. Mnajua jina Mwehia inamaanisha nini? Inamaanisha mwenye dhambi. Kwa Kikikuyu, Mwehia, yaani mwenye dhambi. Sasa hata wewe mama, hata kama ni baba yako alikuwa anaitwa mwenye dhambi, kwa nini lazima uite mtoto mwenye dhambi? Si ubadilishe hiyo jina. Bwana asifiwe. Hai. Jabez akaona his life, his destiny is affected by his past. Hallelujah. So Jabez cried out to the God of Israel. Na hii ni siku mzuri wewe pia umulilie Mungu. Bwana asifiwe. Tazama vile alimwambia Mungu. Oh, that you would bless me. Hebu ona. Hallelujah. Mwambie wewe Mungu tafadhali nibariki tu. Hallelujah. Mungu nibariki. That is one of the avenues of bringing God's destiny for your life. Realizing that hii maisha yangu hii ukweli nahitaji kuongozwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na I am certain tukiweka Mungu katika destiny zetu, katika plani zetu, katika dreams zetu, atatusaidia. Na hata mahali ulikuwa umelenga ukidhani ati ndiko utaponea, Mungu akuepushe, mruhusu akuepushe. Amen. Kama sio destiny ya Mungu katika jambo lile unawaza, wewe tulia. God has a better plan for you. Amen. Kwa hivyo Jabez ni mtu alitaka Mungu amweke katika ile destiny aliyompangia. Ati Mungu nibariki and enlarge my territory. Panua mipaka yangu. Si hayo ni maombi mazuri ya kurudishwa katika destiny. Lakini ona, the first thing Biblia inatuintroduce ni kwamba Jabez was more honorable than his brothers. Kuna ile sababu inafanya Mungu ambariki. Hallelujah. Nikiendelea nitafafanua zaidi. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Hebu ona huyo mtu. Wacha mkono wako uwe na nini? Na mimi. Kuna mtu destiny yake itakuwa mzuri kuliko mtu kama huyu. Mungu akimjibu. Hata wewe destiny yako Mungu akikujibu, unataka kuniambia inaweza baki the same? Si atakaa akikupeleka kwa njia mpaka unashangaa huku ni wapi? Because our God is a God of surprises. Na ako na vitu mingi my friend. Wacha hao watu wanajiita milionea, wote wamegawiwa kidogo kidogo tu. Ndio akuwe milionea, akuwe bilionea. Ni gunia tu za Mungu amegawa. Hakuna mtu alikuja na kitu hapa kwa dunia. Biblia inasema tulikuja uchi. Nani alizaliwa na mama yake hapa akiwa na suti? Ulizaliwa ukiwa ndeve. Na utakufa ukiwa ndeve. Hata ukivalishwa suti itakuliwa na hawa wadudu. Ubaki ndeve. Na kwanza utabaki mifupa. Afadhali tukizaliwa mama zetu tuna nyama. Tutakuliwa huko chini. Ukitoka ni mamifupa, my friend. Kwa hivyo tumheshimu Mungu kuliko anything else. Tujipeane kwake kwa sababu in the long run ukifa utaenda wapi? Ndio nimeuliza vijana pale nikipeleka gari. Nikamwambia my wife, lete hizi brochure. Ukiwaangalia vijana ni kama amelala ndani ya chimo, macho ni mekundu na ni saa 4. Saa 3.
Nikamuuliza, nyinyi muendagi kanisa? Wakaniambia tunakuaga huku tu. Nikawapatia brocho, nikamwambia mkikufa mtaenda wapi? Paka dada tumekuja na yeye akacheka. Because it's a straightforward question. We need to align our lives to the plan of God. Amen. That is where our struggle must be. Struggle there. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Seek it. Na mengine yote tutafanya nini? Tutazidishiwa ama tutaongezewa. Hallelujah. Jabezi akaomba, mkono wako uwe nami, and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Why? Because he was honorable kuliko mabrothers wale wake. Your God-given destiny is tied to your identity. Destiny yako imefunganishwa na identity yako. Who are you identified with? Who are you relating with? It is a matter of relationships. It is a matter of kinship. Who is your next of kin, spiritually speaking? Katika yale mambo tumesoma, Peter describes we Christians by quoting some expressions from the Old Testament about Israel, the Jewish nation. Indeed, Christians are the new and the true Israel. In quotes. Hallelujah. Wayahudi, yale mambo tumesoma katika hiyo Petero wa kwanza mlango wa 2. Ni Petero ambaye alikuwa ni Myahudi, anatoa katika Old Testament, anatulinganisha na Wayahudi. Amen. Anatuweka kwa box moja, kwa gari moja na Wayahudi. Anatutoa huko mtoto ambaye hana mama, hana baba, orphan, analetwa kwa boma ambayo iko na baba na mama na imesimama, anakuwa adopted pale. Amen. Na akiwa adopted pale, anapewa the same rights, the same favor, the same wealth na ile familia. Niulize, mimi nimelelewa na baba ambaye hakunizaa. Na ninashangaa hata kama haikuandikwa mahali, yule mzee alipopenda mama yangu, mwishoe na mimi nilikuwa mtoto wa hiyo boma. Kwa hivyo nikienda na wewe Meru, usikie watu wanaita mtu wa Mutweli, wananijua. Wananiitanisha na Mutweli. Na yule ni Mumeru, mimi ni Mkikuyu. Kwa sababu ya adoption. Na huwa nasikia niko Mumeru kuliko Mkikuyu, kwa sababu ya hiyo relationship. Bwana asifiwe. Kama we husikii, ukisikia we si Mkristo, basi relationship yako na Mungu ni hafifu. Yaani we ni Mumeru kuliko Mkristo, we ni Mkikuyu kuliko Mkristo, we ni Mjaruo kuliko Mkristo, we ni Mkalenjin kuliko Mkristo. Na wakati wa siasa wa Kristo huwa wanajaribiwa sana, kwanza wa Kenya. Usiwaone watu wananyamaza. Wacha siasa zifike ndio utajua wewe ni Mkikuyu. Ndio utajua. Kwa sababu watu hawajabadilika Kenya. Tunasingiziwa ati 85% Christian. Wapi? Na wewe ni Mkikuyu Kalenga. Mgekuyu Kalenga. Ukishituliwa hivi tu unakuwa mtu ya Gikuyu na Mungu. Una uhakika gani? Hiyo tunaita myth. Ati Masai alikuja, aliumbwa na Mungu na akakuja na mang'ombe. Kwa hivyo wewe huwezi kaa na ng'ombe, anaikujia. What kind of gospel is that?
that has not transformed you. Seek to be transformed today like Jabez. Amen. Hallelujah. Seek to come to the destiny ordained of God. That is biblical. That is scriptural. That is touched by the blood of Jesus. That is anointed by the Holy Spirit. Nilikuwa nasikia wakati wa tribal crashes huko, Wakikuyu na Wakalenjin walikuwa wanaenda kanisa moja, lakini wakati siasa iliingia, unaenda kumwambia mtu Bwana asifiwe, ananyamaza. Anataka ukwende. Ukristo gani hii karubandika? Mungu atusaidie tuokoke mpaka mizizi ing'olewe. Haleluya. Tuingie katika destiny ya Mungu. Ndio naona Jabez alikuwa keen, alitaka kutoka kwa yale mambo ya kutoka kwa kitovu cha mama yake cha uchungu, alitaka ang'olewe pale na Mungu. Na ukweli Mungu alimng'oa. Amen. Na alimng'oa kwa nini? Kwa sababu wako na relationship. He was more honorable. There was a relationship between Jabez and God. What do you need to know? What do you need to know to pursue your God-given destiny? Unahitaji kujua nini? Kwa sababu mambo mengine ni kujua. Jabez ni kujua, alijua huu uchungu una kitu. Kuna mahali umetoka. Kumbe umetoka kwa mama yake, mpaka akamuita wewe utaitwa uchungu. Kama yule mama aliita mtoto yake Mwehia. Hanaita watoto hii majina ieleweki. Our text provides 7 God-given rights of belonging enough to pursue your God-given destiny. Kwa sisi wa Kristo, there is a sense of belonging to God. Na hiyo ndio nataka sasa tujue. Amen. Kwa sababu Jabez alishika hii mambo mbili, mama yake na Mungu. Akaona ya mama yake yanaleta hii na ya Mungu akaenda kwa Mungu akanambia nipatie A, B, C, D, na Mungu akamjibu. Kwa sababu ya ule uhusiano na kule kujua Mungu ni nani kwake. Na sisi pia lazima tujue Mungu ni nani kwetu na tuamini. Mambo mengi tunahubiri lakini watu hawaamini. We struggle to believe the truth, the facts. Kitu moja Petero anasema sisi tumepata kwa Mungu ni kwamba you now. Say me too. Me too. Are a chosen person. Nimeipersonalize. Nimeiparaphrase. Ndio iwe personal. Because Jabez mwenyewe alifanya personal. Hakwenda kwa Mungu akamwambia Mungu sisi tulizaliwa na uchungu na mama yetu. Hapana. Alisema mimi Mungu nimezaliwa na uchungu mpaka nikapewa jina uchungu. So personalize this scripture. Amen. Hallelujah. Sikatai kanisa limechaguliwa, lakini kanisa ni wewe na mimi. Kwa hiyo personalize it. Sema mimi Mungu umenichagua. Hallelujah. Ni kama siku ya harusi. Yule anaoa wale wasichana wote wamepanga foleni hapo. Wengine hata ni warembo kuliko yule amevaa nguo ya white. Lakini amechagua huyo amevaa nguo ya white. Hata awe anakaa namna gani, amechagua huyo. Hata kuchagua wewe. Hata kama umevaa tulinda tuzuri na una smile hata kuliko bibi harusi, lakini sio wewe unaolewa. Sio wewe. Yule bwana harusi amechagua hicho kisichana. Labda hata kinatembea hivi. Lakini amechagua hako kanatembea hivyo mguu fupi. Sio wewe. Yesu ametuchagua sisi. Amen. Na meno yako mbaya amekuchagua wewe. Na sura, unajua kuna watu wengine mtu anacheka lakini anakaa kama analia.
lakini Mungu amechagua huyo. Yaani mtu anacheka lakini ukimwangalia unacheka. Kwani ni kulia analia? Asi kulia ni kucheka anacheka. Yaani mtu ni sura mbaya mpaka akicheka anakaa kama analia. Na huyo ndiye mtu amechaguliwa kuolewa na huyo mtu. Hey! Hata hawa wazungu walituchukia kama Waafrika. Wakatufanya tubebe mamizigo kama punda. Wakatufunga minyororo. Wakaona sisi tuko duni, tuko chini. Tunafaa kutumiwa. Wakipelekwa kule Amerika, unapigwa mpaka unasahau jina yako. Unasema mimi naitwa Gathege, unakwambia huitwi Gathege. Leo tunakuita Mark. Unasema hapana na mimi ni unatandikwa mpaka unasema sawa mimi ni Mark. Ndio unaona wale hawana majina ya Kiafrika. Wakidhani sisi ni wabaya. Mungu ametuchagua. Na ndio corona haikanyangi Afrika kama vile inawakanyanga huko. Mlitulazimisha sasa mtachangaa sisi ndio watu wa Mungu. Sisi ndio tutajaa mbinguni. Waafrika tutajaa huko. Tukifika huko na mandarama zetu na nini mpaka mbingu yote inanyamaza. Kwa sababu Mwafrika anaingia. Niambie Waluya waingie huko wakicheza isukuti. Masai anaruka. Mbingu yote inanyamaza mpaka Mungu amesimama. Nasema watoto wangu wamefika. Tumechaguliwa hata mkitukataa. Hallelujah. Make it personal. Hallelujah. Nimechaguliwa hata wakinikataa. Mungu amenichagua. Na hiyo ndio itafanya sasa ukiomba destiny yako inarudi kwa sababu umechaguliwa. Yule unakuja kwake amekuchagua. Mpaka amelipa gharama, mpaka amekufa kwa sababu yako. Imagine Baba yetu wa mbinguni amekuchagua wewe, amenichagua mimi. Haijalishi what they think it's their problem. Ni mimi naolewa leo. Na ndio naona huyo msichana hata kukiambua kudansa anadansa anateremka ni yeye. Na ndio anasema but you are a chosen people. But lakini umeshaguliwa. Can you imagine? Kwa hivyo destiny yako ukiomba unasikizwa. Because there is a relationship between you and God. You are favored. Like Jabez. He was more honorable. You are more honorable, more than Jabez actually. Kwa sababu ile damu imekuokoa ni kali kuliko ile ya Ibrahimu. Alitoa makafara na Musa. Number 2. You now too are a royal priest. Hiyo nayo inasema a royal priesthood. Unajua wakati unaitwa a priest ni kumaanisha unamtumikia Mungu. Wakikuyu walikuwa wanamuita huyu mtu Muthĩnjĩri Ngai na alikuwa anaogopewa sana. Aruni. Imagine. Na wewe pia umechaguliwa. Wewe ni a royal priesthood, offering sacrifices to God. You are a unique person, special people. Na unaona katika Exodus chapter 19 verse 5 to 6a inasema, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. That is what it means to be a royal priesthood. A treasured person, although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests. Mungu anasema hata kama dunia yote ni yangu. Can you imagine? Hata kama watu wote ni wangu, nimekuchagua wewe uwe kuhani wangu. Amen.
Kuhani kivipi? Kuhani ya kwamba wewe unamwabudu katika roho na kweli. Huyo ndiye kuhani. Haleluya. Kuhani ndiye alikuwa anaingia katika presence ya Mungu. Saa hii, na ndio Yesu akahakikisha alipokufa, pasia imepasuka kutoka juu mpaka wapi? Mpaka chini, ya kwamba wale watu walikuwa wanakuja wanakaa kule, hata hawa sasa wanaweza ingia ndani, wawe makuhani, wamtolee Mungu kafara. Oh, glory be to God. Wamsifu, wamuabudu. Siku zile walikuwa wanatoa mnyama, anashomwa, ananukia kama nyama choma. Mungu akisikia nyama choma anasema ni hivyo. Hamkufi sasa, hamkufi, mutaishi. Kwa sababu kuhani ametoa nini? Sadaka ya kuteketea inayokubalika. Na sisi pia ile sadaka tunatoa ya praise and worship ni kama kunukia, ni manukato mbele za Mungu. Haleluya. Sijivuni, lakini pale jamii bora kuna watu wanasemaga wakinitafuta wanatafuta tu mahali marashi imenukia vizuri. Siringi. Ati nimefuata tu marashi. Siunukie vizuri katika sifa, katika ibada. Mungu afuate tu marashi. Haleluya. Si upike tu nyama choma uone. Mpaka maumbwa za kule ng'ambo zinakuja. Zinajua zinaweza toka na kamufupa. Amen. Kama Mungu mwenyewe alikuwa akinusa hiyo nyama choma ambayo kwanza imetolewa damu ikaocha dhambi, alafu unamvukia hiyo manukato, mvuke wa nyama choma, anasikia vizuri. Hata saa ingine ukienda kula nyama unakuta wanaume hawanawi mikono, wanajipanguza nayo. Mtajuaje amekula nyama? Wacha wajue nimekula nyama leo. Hiyo ni kuwa unatoa dhabihu mbele za Mungu. Unapomwabudu Mungu, unamsifu, unamtukuza. Na Wakristo wote, bora umeokoka, wewe ni kuhani. Haleluya. Tolea Mungu sadaka, muimbie. Hii praise and worship, hawa si praise and worship, hawa ni makuhani. Na sisi tunapoimba pamoja, na sisi ni makuhani, tunatoa dhabihu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na unajua kuhani, Mungu alisema amempa nini? Amempa, yani kuhani, Mungu ni portion yake. Can you imagine? Na ndio unaona kina Haruni hawakuwa anagawiwa kama hawa makabila zingine. Yao ilikuwa special. Because God was their portion. Imagine God being your portion. That's what I am saying. Are you born again? Yes. God is your portion. Amen. Yaani Mungu anagawia hao watu wengine, lakini akuchika mkono, munaenda na yeye. Amen. Hey. Number 3. You now too are set apart. Amen. You know, Israel was set apart as a holy nation. You too are a holy nation. Verse 9, ndio Biblia inasema, belonging to a new nation, a new tribe. When we are talking about a nation, we are talking a people, a special people. Holy means set apart. Pale kwa mama yangu tulikuwa tunavuna mahindi nyingi.
Lakini kuna zile zilikuwa set apart. Na zilikuwa zinawekwa pale. Zilikuwa tunaita kachobele. Unajua zile nyumba zetu za Kiafrika sisi zinakaa hivi. Hiyo mahindi inawekwa pale ndio msikule. Holy, set apart, special. Mungu pia amekuweka kachobele. Mahali huwezi kuzika. Holy. Oh, praise God. Na ndizo zilikuwa mahindi zile mzuri sana. Zinafungwa pale juu. Ziko na kazi yake. Uko na kazi yako. Mungu amekuweka special. Hallelujah. Mungu alikuwa ameweka Israel special mpaka saa hii. Israeli imezungukwa na Waarabu na ni maadui. Mpaka ukiwa na passport uende Israel. Huwezi ingia Saudi Arabia na hiyo passport. Utafute ingine. Huwezi ingia. Wameambiwa huwezi enda Israel. Uadui ile iko pale huwezi amini. Israel ni katoko hivi. Na hawakawezi. Kwa sababu gani? Mungu alikaita my holy nation. Amen. Set apart. Wewe pia you are a holy nation. A holy person. Set apart. So you can declare the wonders, the goodness of the Lord in the land of the living. Usiwahi jiona duni tena. Never. Hallelujah. Ambia pastor, wewe unasema hivyo na mimi sina hata kakitu, hata sijui nitakula nini. Mungu anajua kile utakula. Amen. Nimesema tunaingia kwa destiny zetu. Amen. Wewe ingia kwa destiny ya Mungu. Amen. Uone vile atafanya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Cha muhimu ni destiny ya Mungu. Yes. Ukiangalia katika hiyo Exodus 19 verse 6 inasema you will be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites, and I am speaking them to you also, the new Israel of God. Amen. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Amen. Wewe utakuwa kuhani wangu na utakuwa mtakatifu wangu. Ambia Israeli hivyo. Number 4. You now too belong to God. Bwana asifiwe. You belong to God. Amini hiyo. You don't belong to your tribe. You belong to God. Amen. Hiyo iko katika verse 9d. Na ni Petero haya alikuwa anayaandika. A people belonging to God. A person belonging to God. Ukiangalia katika Titus chapter 2 verse 13 to 14 nikaongezea, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Yani Yesu yale yote ameyafanya msalabani. Aliyapitia yote ndio apate watu wake binafsi ambao wako eager to do what is good. Hallelujah. We belong to God. Just like Israel belongs to God. Amen? You belong to God. So ukiomba destiny, because you belong to him, atakufanyia kama vile alifanyia Jabesi. Because you belong to him. Amen? Amen.
Sijui kama inaingia hiyo vile inafaa. Belonging, a sense of belonging. You know, a sense of belonging. Kuna kitu huwa ninaambia my family. Hakuna mtu hana funguo zake. Na huwa nawaambia hivi. You can always come back home. Na nilikuwa naambia my wife juzi. Wakikuyu huwa wanapeana kitanda wakipeana msichana akaolewe. Niliambia my wife wangu sitapeana kitanda. Ndio muende muniulie mtoto. Nikasema hata kifunguo hata nyang'anywa. Aende naye. She belongs to me. Amen. Yule kijana atakuja ni kumwazima nitamuazima. Akilete uchinga mtoto wangu arudi kwa nyumba. Hivyo anaenda kuwaua watoto wenyewe ama amuoni? Amusikii? Na wewe usigoje hapo uwawe kwani wewe ni mjinga. Unaona mtu ananoa panga na anakwambia atakukata kichwa. Enda, yeye sio maisha yako. Wewe you belong to God. You belong first to God. Mtu asikuchezee maisha yako. Na ukimpikia na ukimpatia chakula unamwambiaga mimi ni wa Mungu. Nakupenda. Lakini ujuage mimi ni wa Mungu. Na hata nikifa nitaenda kwa Mungu. Tunaona kweli kaka mtu si wa kuchezea. Ako na Mungu huyu. Na ukweli ukilala unakuta saa 9 Mungu acha kuamsha. Saa 10 anataka kusikia ukiongea na yeye. Wewe akikuamsha saa 10 anza kumwambia mimi Mungu nakupenda tena sana. Asante umenitembelea. Nashukuru. Siku ya leo najua itakuwa mzuri baba yangu. Na ndio unaonaga tunaamka usiku sio wewe kwani wewe unajiamchaga? Watu wameokoka hawaamchwi. Anakutaka macho iko nje. Roho imejaa presence ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu you belong to God. Na wale wa Mungu huwa anawatembelea. In fact kuna mahali aliambia Wayahudi kwa kambi wasikunie ovyo ovyo. Wabebe jembe. Ukienda msalani chimba. Jisaidie funikia. Kwa sababu usiku huwa nakuja kukupigania maadui zako. Nikija nisikute kitu mbaya nirudi. Na ndio naona katika hapo Tito anasema hawa watu Mungu amejichagulia wanatamani kufanya mambo mema wamfurahishe Bwana wao Mungu wao. Kwa sababu atakuja. Asiangalie roho akute aseme kaka mtu hata kama nakapenda leo wacha niende. Tengeneza mahali unaishi. Chunga vile unaishi. Ambia roho wa Mungu akusaidie. Bwana asifiwe. Number 5. You too now are called out. You know. Usisahau Mungu alipotoa Israeli kwa Ibrahimu. Alimtoa kwa mamiungu za baba yao. Wewe pia Mungu amekutoa kwa miungu zenu. Miungu za baba yako, za wazazi wako, za makabila zenu. Kuna makabila hapa ukiwafuata ni wachawi, already ni wachawi. Mpaka saa hii tuna struggle. Wakikuyu wanaitwa waizi. Na atakwambia sikuiba nilikuwekea vizuri. Hiyo ni miungu. Na hizo miungu ziko na altars katika hizo makabila. Kuna watu huwezi tembea kwao na gari, utarudi. Watakuangalia tu. Na ni maanti zako, si majirani. Watu tu huko wenu.
Mtoto amefurani amenunua gari na yule wangu bado anasukuma mkokoteni. Ufiki. Lakini sisi tuliookoka tumeitwa kutoka huko. Hallelujah. Na huko kunaitwa out of darkness. Who called you? Out of darkness. Kwa sababu kule kuna giza. Hallelujah. Kule kuna nini? Hata wewe umetolewa kwa giza. Na baba yetu na Mungu wetu na Yesu amenitoa kwa giza. I-personalize. Ukiangalia mahali umetolewa, ukweli ni kwa giza. Ili akutumie kama chombo chake. And number B, to his wonderful light. Not just light. What? Wonderful light. Kwa sababu sio jua hii ya jua, sio mwangaza wa jua, wala wa mwezi, wala wa tochi, wala wa sola, wala wa bulb. Kama ningekuwa ninatoa nguvu zangu za kuhubiri kwa hii stima imeenda, sasa ningehubiri namna gani? Kama ningekuwa nimedungwa cable. Na ndio inaitwa wonderful light. Kwa sababu haitumii cable. Oh, glory be to God. Imagine roho yako ina pump ni ka generator na hakana bulbs na hakana battery. Kwa sababu kalitengenezwa na a wonderful person. Imagine roho imetengenezwa na nyama. Inatoa battery wapi? Tangu uzaliwe, ukiwa kwa tumbo ya mama yako, kalianza kupiga tu. Saa hii niko na miaka 53. Kanapiga tu. Na ni nyama. My friend, tuacheni kuchezea Mungu, my friend. Tuacheni kuchezea Mungu. Mambo yake ni ya ajabu. Ya ajabu. A walking machine. Walking. Na hakuna chuma, ni mifupa tu. Mifupa ndio inatembea. Na nyama. Na hakuna cable. Na hakuna battery. Tuache kuchezea Mungu. Turudi tu tumwambie kama Jabez. Nisaidie tu. Wacha kiburi. Mwambie please nisaidie tu. Hallelujah. Nimekosea nisamehe. Lakini nisaidie. Nimekuwa mjinga lakini nisamehe. Nisaidie. Katika Matendo ya Mitume 26:17-18 nasema, I will rescue you from your own people, able honor, and from the Gentiles. Hii ni promise. Nitakuokoa kutoka kwa watu wenu Wayahudi na kutoka kwa watu wa mataifa. Mungu amekutoa yeye mwenyewe. Amekurescue, amekucall out. Amen. I am sending you to them to open their eyes and they turn them from darkness to light. Which means, wewe pia Mungu amekuokoa ndio na wewe pia ukafungue wengine. Uwatoe kwa giza, uwalete kwa nuru ya Yesu. Amen. And from the power of Satan to God. Hawa watu wengine wako chini ya shetani. Kuna nguvu za shetani zinafanya kazi. Hati pastor usitutukane, ni ukweli si watukani. It is the truth. Nyinyi hamjaokoka. Muko kwa shetani. Ni nguvu ya shetani imewafunga. Na kazi yetu sisi tumeokoka, tumeitwa tuwaite. Hallelujah. Hata kama dini yake ni msafi namna gani, akifa ataenda kwa shetani achomwe akiwa msafi. Mambo ya mbinguni sio usafi wa dunia, sio dini ya dunia, ni damu ya Yesu inaosha watu.
Na hakuna mashindano ya dini hapa. Mashindano yaliyoko ni ya between God and the devil. Na Mungu anataka tu watu wamchague. Lakini pia amemwachilia shetani. Na yeye akikuchukua, Mungu hana, wewe ndio umekubali. Bwana asifiwe. Wewe msichana umekutwa na kijana mmoja ameokoka, ukweli hana ile pesa unataka, hana gari, hana TV, na kuna kijana mwingine hapo ako na gari, ujui alitoa wapi, mukora, rasta. Ako na kigari kweli, akikalia kinatoa ile ngoma ya Buffalo Soldier. Na akitembea kuna vile anatembea kale ka Yesu hata kameparara. Chaguo ni lako. Mwisho wa hawa wawili ndio tutajua. Bwana asifiwe. Ukikataa a man with a vision, uolewe na a man with a television, you will be seeing the man with a vision in your television. Bwana asifiwe. Hiyo sijui nilitoa wapi. Nadhani ni kwa Facebook. Ukikataa a man with a vision, uolewe na a man with a television, you will soon see the man with a vision in your television. Useme wololo na nilikataa huyu. Shauri yako. Hivyo ndivyo watu watafanywa na Mungu. Amen. Number 6. You now too are a person of worth. Sikia. Once you are not a people, but now you are the people of God. Amen. Yaani mbeleni haukuwa mtu wa Mungu, lakini sasa umekuwa mtu wa Mungu. Wewe umeokoka, sasa umekuwa mtu wa Mungu. Na mtu wa Mungu ako na nini? Ako na worth. Worth. Kwa hivyo jiangalie ukiwa worth. Wa dhamana. Hallelujah. Yesu ni wa dhamana, na ule udhamana wake ametupatia sisi. Tumekuwa wa dhamana pia. Romans chapter 9 verse 24 and 25 inasema, even us whom he also called, not only from the Jews but also for the Gentiles, as he says in Hosea, I will call them my people who were not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. Iko katika Hosea 2:23. Hosea was made by God to marry a harlot, a worthless person, and made her his wife. A comparison of God's love for Israel and us. Hiyo worthiness imetolewa katika kitabu cha Hosea. Hosea, Mungu alimwambia enda oa malaya. Alikuwa anaitwa Goma. Akaenda na akaoa huyo malaya. Anakaa na yeye, anazaa, na bado anatoroka, anarudi kwa street. Mungu anamwambia enda umchukue. Vivyo hivyo ndivyo Mungu ametupenda. Wewe unadhani sisi ni wazuri kweli? Uzuri wetu unatokana na Yesu peke yake. Amen. So our worthiness that makes us the people of God has come at a price that Jesus has paid. Hallelujah. Na ukweli Hosea akaoa huyo mwanamke anaitwa Goma, ambayo inafananishwa na vile Yesu pia ametutoa kwa shetani, kwa maulaibu zetu, kwa dhambi zetu, na bado ametupenda kama Goma, mke malaya.
Kwa hivyo yule mke unasikia Yesu anakuja kuoa ni malaya, ameokoka, akaoshwa, akavalishwa nguo ya white. Si watukani? Hii ndio ukweli. Bwana asifiwe. Biblia inatuita sisi watu wa mataifa mzaituni wa mwituni. Bwana asifiwe. Tumekatwa huko tukaja tukakuwa grafted na mzaituni wa nyumbani. Tukakuwa grafted na Israeli. Haleluya. Ili tukubalike mbele za Mungu. Amen. It's a comparison of how God loves us. To be called his own. Once you are not a people. Yani haukuwa mtu. Wakikuyu wako na phrase wasema huyo ni mudo bolimono. Yani mtu mbuzi kabisa. Haukuwa mtu. Huyo ni mtu ovyo. Watu hawasemaji hivyo. Lakini sasa umekuwa mtu wa maana kwa sababu ya Yesu. Ulikuwa mtu ovyo. Sasa wewe si mtu ovyo tena. Mtu duni hapana. Mtu wa Mungu. Haleluya. Mtu aliyepotea hapana. Yesu amebadilisha hiyo. Mtu umbwa. Wakikuyu modo guya modo. Yani umbwa ya mtu. Sasa wewe si umbwa ya mtu. Mungu amekuchagua. Wewe sasa ni mtu wa Mungu. Wa Mungu. Achana na ile yote umeitwa. Achana nayo. Yesu acha kuocha. Wewe hapana umbwa ya mtu ama mbuzi ya mtu. Wewe ni mtu wa Mungu sasa. Hallelujah. You now too are a person of God. A person of worth. Hiyo katika verse 10a. Number 7. You now too have received the mercy. Unajua hii wokovu kama ingelipwa pesa watu wangelipa. Ukweli. Wakenya wanajua kuhongana. Hakuna kuhongana hii. Hii ni ya rehema. Neema bure na neema. Samahana nilipewa. Ndipo aliponifilia kwa Kalvari. Neema bure na neema. Samahana nilipewa. Ndipo aliponifilia kwa Kalvari. Kama ingewezekana pale mbinguni watu wangepanga foleni wahongane. Hakuna. We have received the mercy. Amen. We have received mercy. Kwa hivyo ukienda kwa Mungu akupatie destiny, anasema yes my child. Why? You have received the mercy. Amen. Umepata kuhurumiwa. Umepata rehema. Once you had not received the mercy. That is verse 10b. But now you have received the mercy. Romans 9 verse 14 and 15. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza sema ati wa Afrika ati ni weusi, mbona wanaingia mbinguni? Hapana, Baba amesema nitamuonea huruma yule ninataka. Amen. Na hakuna canvassing. Hakuna barua ati huyu ni mtoto wa ndugu yangu muingize. Hakuna. Tumeingia kwa rehema za Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ongea na baba yako bila kuogopa mtu. Simameni. Tuwapigieni makofi walio mtandaoni.
Jiombeeni tafadhali mpate destiny yenu ikiambatana na ile ya Mungu kwenu katika jina la Yesu. God bless you.